Haleluya, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia ndugu msikilizaji, popote unapotusikiliza na popote unapotufuatilia, karibu sana kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Muda huu mpendwa wa Mungu, karibisha rafiki zako, watu wako wa karibu, ndugu zako, jamaa. Share link yetu hii ya maombi. Waambie ya kwamba maombi yetu ya mwezi wa 3 yamekwisha kuanza. Wote kwa pamoja tujumuike na tuweze kupata neema hii kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, kama ambavyo unafahamu, huu ni mwezi wetu wa 3 na ni mwezi wa maombi ya urejesho. Hivyo jiandae, jiweke tayari ndani ya mwezi huu kuomba maombi haya ya urejesho. Na mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie mwanzoni kabisa, urejesho utatokea kwenye maisha yako. Urejesho utatokea kwenye nyumba yako. Chochote ulichokipoteza, chochote kilichoharibika, chochote kilichoibiwa ndani ya mwezi huu, kwenye maombi haya ya urejesho, kinaenda kupatikana kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea mbele, mtu wa Mungu, napenda tuzungumzie kwa habari ya kongamano ambalo Mungu alitupa neema tulilifanya tarehe 28 ya mwezi wetu wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa na kongamano la maombi, kongamano zuri ambalo tulimuona Mungu kwa ukubwa wake. Mungu alitutendea mazuri. Tulipata nafasi ya kuomba uweponi mwa Bwana, tulipata nafasi ya kujifunza neno la Mungu, lakini pia kulikuwa na muda mzuri sana wa kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa wale ambao Mungu aliwapa neema ya kuja kwenye kongamano, nadhani wameondoka na ushuhuda mkubwa sana. Dada Krista, karibu, una chochote cha kusema kwa habari ya kongamano? Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa neema ambayo alitupa, neema ya kongamano. Hakika tulimuona Mungu sana. Amen. Kama si Mungu aliyekuwa pamoja nasi, sisi na tuseme sasa. Amen. Hakika tulimuona Mungu sana kwa ukubwa. Mungu alituhudumia. Uwepo wa Mungu ulikuwepo mwingi sana. Kwa wale ambao walipata neema ya kuja, Mungu awabariki sana kwa kufika. Lakini naamini Mungu alimhudumia kila mtu mmoja mmoja sawa sawa na uhitaji wake. Kwa hiyo ninapenda kusisitiza tangazo litatoka mapema sana kwa ajili ya kongamano linalofuata. Hakikisha mtu wa Mungu haukosi. Hakikisha neema ya maombi haikupiti. Kongamano la maombi ambalo tulifanya tarehe 28 lilikuwa ni kongamano la maombi kweli kweli. Amen. Tuliomba. Amen. Tulibubujika mbele za Mungu. Amen. Na mtumishi wa Mungu alikupa neema ya kufundisha. Amen. Kwa habari ya Elia. Amen. Yes, kutoka kwenye lile andiko ambalo linasema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Amen. Amen. Na tulimuona Elia. Elia aliomba kwa bidii. Na mvua haikunyesha kwenye nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Amen. Amen. Mungu alikupa neema, ulitufundisha kwa habari ya maombi yenye nguvu, maombi yenye bidii. Sasa mtu wa Mungu, nini natamani kushare na wewe? Hakikisha unaomba maombi yenye bidii. Amen. Utakapoona tena tangazo la kongamano la maombi, njoo tuombe kwa bidii. Amen. Njoo tuombe kwa juhudi. Amen. Kwa sababu maombi yenye bidii ni maombi yenye matokeo. Amen. Usipange kukosa. Amen. Amen. Asante sana dada Krista, umeongea kwa urefu wake mzuri sana. Mtu wa Mungu, naomba niweke msisitizo hapo. Ukiona tangazo kwa habari ya kongamano la maombi, usipange kukosa. Mungu alitupa neema, tulijifunza kwa habari ya maombi yenye nguvu, na tuliwaangalia watu wachache kwenye Biblia walioomba yale maombi. Na Mungu alitupa neema ndani ya kongamano, tuliomba yale maombi. Amen. Mungu amefanya vitu vingi. Tumeshare shuhuda kwa uchache, kwa sababu nyingine watu walinipigia simu, nyingine watu walinitumia voice note, siwezi kushare, lakini kikubwa
watu waliweza kumuona Mungu. Kwa hiyo tunakukaribisha tena, utakapoona tangazo la maombi usipange kukosa kuja kujumuika kwa kuomba. Lakini pia wapo watu ambao walitoka mikoani, kuna wengine walitoka Songwe, kuna wengine walitoka Bukoba Ngara, kuna wengine walitoka Tanga, kuna waliotoka Moshi, na nao waliweza kufika, waliweza kuwasiliana na sisi, tuliwapa sehemu ya kukaa, walikaa vizuri. Kwa hiyo mtu wa Mungu, siku nyingine karibu sana, na tutamuona Mungu akitusaidia. Sasa tuendelee kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya rehema zako. Ninakushukuru kwa ajili ya muda wetu wa maombi. Ninaweka wakfu kipindi hiki Baba. Ninaweka wakfu watoto wako wote wanaotusikiliza mahali popote wanapotokea kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Roho Mtakatifu tufundishe neno lako, tusaidie watoto wako na utufungue. Kama ambavyo umesema huu ni mwezi wa urejesho. Hivyo tutakapoenda kuomba maombi haya na kusikia neno lako, turejeshe Baba vitu vyote vilivyopotea kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kama ambavyo Mungu umetupa neno la saa ya maombi, na muda huu ni saa ya maombi, wote watoto uliotukusanya kwa ajili ya maombi haya, Mungu uturehemu, Mungu utusaidie, Mungu utufungue katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninajiweka wakfu mtumishi wako, nitumie kusema neno lako, neno la wakati, neno lililo sahihi, neno ambalo kila mmoja anapaswa kulisikia, na hilo neno likawatoe watoto wako kutoka kwenye maangamizi na vifungo vyote vya nguvu za giza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpendwa wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimetoka kukwambia ya kwamba huu ni mwezi wetu wa 3 na ni mwezi wa maombi ya urejesho. Na mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu wote tunasimama au tunatembelea neno linalotoka kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Mtu wa Mungu, ninaomba hili andiko liweke moyoni mwako, lisome mara kwa mara, kwa sababu Mungu anaenda kukutendea hili andiko. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni. Kwa hiyo Wasayuni walirejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Urejesho ulitokea kwenye maisha yao, na hawa Wasayuni wanasema tulikuwa kama waotao ndoto. Maana yake nini? Walikuwa hawaamini. Maana yake nini? Walikuwa wanashangazwa. Imewezekanaje yale mambo tuliyoyaona ya kwamba yameshindikana? Imewezekanaje yale magonjwa ambayo tulikuwa tunadhani hatuwezi kupona? Lakini neno la Mungu linasema hivi: Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni. Ni Bwana ndiye atakaye turejeshea, mtu wa Mungu. Kwa hiyo chochote unachokiangalia kwenye maisha yako, kilichoharibika, kilichokufa, kilichopotea, ambacho unadhani hakiwezekaniki kabisa, kwa akili ya kibinadamu umefika mwisho, ni Bwana ndio atarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jiandae kuona miujiza. Jiandae kuona kama ni ndoto, kumbe ni uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 2, neno la Mungu linasema hivi: ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Mtu wa Mungu, kinywa chako kitajaa kicheko, ulimi wako utapiga kelele za furaha, utamsifu Mungu, moyoni mwako kutazaliwa chemchemu za shukrani. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Maana yake nini? Watu wengine, mataifa, ndipo walisema Bwana amewatendea wale waliorejeshewa wa Sayuni
mambo makuu. Mtu wa Mungu, watu watakuangalia kwenye familia yako, watasema hakika Bwana amemtendea Melebi mambo makuu. Hakika Bwana amemtendea Krista mambo makuu. Hakika Bwana amewatendea watoto wangu mambo makuu. Watu wataona kwamba kuna jambo jipya limefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tembea na ili andiko moyoni mwako ya kwamba Bwana atanirejeshea, Bwana atanirejesha chochote ninachokitafuta, chochote ninachokitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe ambaye unaandika, mtu wa Mungu, naomba andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo, maombi ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo, maombi ya urejesho. Na leo, mtu wa Mungu, tutaanza na sehemu ya kwanza. Mungu atatupa neema, tutakuwa na sehemu ya pili na sehemu ya tatu mpaka tutakapomaliza mwezi wetu. Ninaomba ujiandae kuomba, mtu wa Mungu. Ndio maana tumesema maombi ya urejesho. Na mwisho kabisa utakuwa na kicheko na kelele za furaha zitasikika kwenye kinywa chako. Tunapotaka, mtu wa Mungu, au tunaposema urejesho, manake Mungu atakurejeshea vitu vyako mbalimbali ambavyo vilipotea. Mungu atakurejeshea ndoa kwa uliyepoteza ndoa. Mungu atakurejeshea uchumi kwa mwenye changamoto ya uchumi. Mungu atakurejeshea ukiroho wako, kiroho chako kilichoharibiwa na shetani, kilichodidimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakurejeshea afya, atakurejeshea uzima, atakurejeshea kibali, kipawa, akili, chochote ulichokipoteza. Mtu wa Mungu, Yesu Kristo ni mwalimu mwema sana, tena ni mwalimu mzuri sana. Na alipokuja hapa duniani, lengo lake kubwa ni kuhakikisha anarejesha kilichopotea. Ilikuwa ni kazi yake ya kwanza iliyomleta hapa duniani. Kwa sababu gani? Kuna kitu, mtu wa Mungu, adui, shetani, ibilisi alikiiba kwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko, mtu wa Mungu, ngoja nikwambie habari moja, then nikuingize kwenye neno. Ukisoma, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema kulikuwa na familia moja. Hii familia ilikuwa ni Adamu na Eva. Walikuwa wanaishi kwenye mji wao unaitwa Eden. Lakini siku moja, mtu wa Mungu, walitembelewa na mgeni. Adam alikuwa ameenda kwenye mahangaiko yake. Nyumbani alibaki yule mama Eva kwenye mji wake, akiangalia mambo ambayo Mungu amempa, akiangalia mipango ya maisha yake, akitafakari na kuona wema wa Bwana. Kwa sababu Mungu ni mzuri kwenye maisha yetu. Ametubariki kwa baraka nyingi za rohoni na mwilini. Na hii familia, mtu wa Mungu, ilibarikiwa na Mungu. Mungu aliwabarikia afya. Mungu aliwabarikia ndoa njema. Mungu aliwabarikia uchumi. Mungu aliwapa akili. Mungu aliwapa kumcha yeye. Na mtu wa Mungu, Mungu alikuwa na kawaida ya kwenda kuitembelea hii familia. Lakini shetani, mtu wa Mungu, aliona wivu. Kwa hiyo siku moja Eva yupo nyumbani kwake, akaja mgeni. Huyu mgeni anaitwa nyoka. Baada ya yule mgeni kwenda, mtu wa Mungu, maisha ya Adam na Eva yalibadilika. Hasara iliingia kwenye maisha yao. Uharibifu uliingia kwenye mji wao. Vifo vilifika kwenye malango yao. Aibu ilizaliwa, migogoro, malumbano, uchungu. Mtu wa Mungu, kuna kitu kiliibiwa kwenye ile nyumba. Kuna vitu viliibiwa. Baba aliporudi nyumbani, alimwacha mkewe wakiwa wanaongea lugha moja. Aliporudi, lugha zilitofautiana, na baba kutaka lugha yao iwe moja, akakubaliana na mkewe. Baada ya pale, mtu wa Mungu, haumuoni Mungu tena kwenye nyumba yao. Hauoni furaha ya ndoa waliokuwa nayo. Hauoni wakila chakula kwa amani tena. Hauzioni baraka za Bwana tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu wa Mungu, nimetoka kukwambia Yesu ni mzuri. Mungu anatupenda sana. Kwa hiyo Mungu akamwona mwanadamu amepoteza. Mwanadamu ameisha. Mwanadamu ameharibika.
akamwangalia Adamu na Eva, akaona sikitiko. Walikuwa hawajui mauti, hawajui hasara, hawajui misiba, hawajui kumkosa Mungu. Walikuwa na fellowship na Mungu, walikuwa na muda wa saa ya maombi, na walipokuwa wakiingia Mungu alikuwa anaenda. Lakini ghafla, mtu wa Mungu, nyoka alipoenda, mgeni alipoenda, kuna ubaya mkubwa ulikuwepo. Ila Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu akasema hapana, nitamrejesha tena. Japo hajaniomba, nitamrejesha tena. Ndio maana mtu wa Mungu, Mungu amesema mwezi wa 3 ni mwezi wa urejesho. Kuna kitu ameangalia, amekiona, akipo kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, unakutana na misiba ambayo hukutegemea kukutana nayo. Unakutana na maumivu ambayo hukutegemea utakutana nayo. Unakutana na wasaliti ambao hukutegemea. Mwanzo watu walikuja kama wema, kama malaika, kumbe ni mashetani, kumbe ni majini, kumbe wamebeba vitu vibaya. Baada ya kukaribisha mgeni kwenye nyumba yako, baada ya kukaribisha mgeni kwenye maisha yako, baada ya kumkaribisha mgeni kwenye mji wako, mtu wa Mungu, unaona mauti, unaona hasara, unaona maumivu, unaona vitu vibaya, unalia, unamwambia Mungu, umeniambia ya kwamba huu ni mwaka wangu wa kumiliki na kutawala, lakini sioni nikimiliki, sioni nikitawala, sioni chochote. Ulitupitisha mwezi wa maombi ya kufuta laana, tumechana mpaka maandiko ya laana, lakini nini kinatokea? Sikiliza neno la Mungu, mpendwa unayenisikiliza. Mungu anasema omba maombi ya urejesho. Sasa vile vilivyoharibiwa nataka kuvirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu alipokuja duniani akataka kutupa nuru, niwatoe kwenye giza, niwape vitu ambavyo shetani ameviharibu. Ngoja tuende kwenye neno, mtu wa Mungu. Dada Krista, naomba nisomee Yohana 10 mstari wa 10. Yohana 10 mstari wa 10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko la Yohana 10:10, fungua Biblia yako mahali ulipo, nataka usome, itakusaidia sana. Neno la Mungu linasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: mimi, huyu ni Yesu, nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, kwenye Biblia ya habari njema anasema hivi: mwizi huja kwa shabaha ya kuiba. Manake nini? Mwizi anapokuja lengo lake ni kuiba, ni kuchinja, ni kuharibu. Mtu wa Mungu, kitu cha kwanza kinacholeta wizi, kinacholeta uharibifu, kinacholeta kuibwa, kinaanzia na mtu anayekuja. Ndio maana anasema hivi: mwizi haji, manake kuna kilichokuja kwanza. Hicho kilichokuja kimekuingiza kwenye matokeo hayo. Ndio maana nimekuanzia kwenye bustani ya Eden. Walikaa salama mpaka siku mgeni nyoka alipoenda. Kwa hiyo mpaka mwizi alipoenda. Na neno la Mungu linasema hivi: mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Uoni akiwa amekuwekea nukta wala mkato wala alama yoyote, ameunganisha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mwizi aliyekuja kwako ameiba, amechinja, ameharibu. Na huyu mwizi Yesu aliyetuelezea kwenye hili andiko ni shetani, na ametupa sifa zake. Mtu wa Mungu, ameeleza sifa ya kwanza kuiba, ameeleza sifa ya pili kuchinja, ameeleza sifa ya tatu kuharibu. Anasema mwizi haji ila kuiba na kuchinja na kuharibu. Ndio maana tukimwangalia mwizi huyu ni shetani, anaitwa mwizi. Huyu mwizi, mtu wa Mungu, ndo adui unayepambana naye kwenye maisha yako. Huyu adui, mtu wa Mungu, ndo alienda
kwenye nyumba ya kina Adam na Eva. Alipoenda, angalia, aliiba na kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo anapokuja mara moja, anafanya matukio matatu ya uharibifu mkubwa. Anapoondoka, anaondoka na vitu vyako. Yule mgeni, kama Eva angejua kile ndicho alichoenda kukifanya kwenye mji wake, sidhani kama angemkaribisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna vitu ulivikaribisha kwenye maisha yako. Kuna mtu alikuja ukifikiria ni mwema, kumbe ni mchawi, kumbe ni mganga, kumbe ni mshirikina. Amekuja unafikiri ni rafiki, amekuja unafikiri ni mfanyabiashara mwenzako, amekuja unafikiri kweli ana nia ya kuwekeza kwenye miradi yako, kwenye kampuni yako. Amekuja unafikiri kweli ni mke, kweli ni mme, nia yake ni kunioa, nia yake ni kuoa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja unafikiri nia yake ni upendo, kumbe mwizi. Na neno la Mungu linasema hivi, mwizi haji. Maana anapokuja, anakuja na hii package. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndio vitu anavyoambatana navyo. Ndio maana Mungu anasema huu ni mwezi wa urejesho. Watu wametembelewa na mwizi tangu alipoingia. Hujui unarudishaje hali iliyokuwepo. Ndio maana neno la Mungu linasema, mtu wa Mungu, nilikusomea kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 1 na wa 2. Anasema hivi, Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, walikuwa kama waotao ndoto. Bwana ndio aliamua kuwarejesha, kwa sababu hawajui lini walikuwa mateka. Ili kuwaje? Lakini mtu wa Mungu, kuna aliyekuja. Kuna aliyekuja. Na huyo aliyekuja, kuna hasara amezileta. Kuna mauti amekuja nazo. Kuna magonjwa amekuja nayo. Kuna udhaifu ameingia nayo. Tangu ulipopata grupu hiyo ya marafiki, ndio hofu kwenye moyo wako imekuwa kubwa. Tangu ulipojiunga kusikia habari fulani, taarifa fulani, ndio amani kwenye moyo wako imeondoka. Ndio nyumba yako ilipoharibika. Ndio siku ambayo uliingia kwenye madeni, ujui unatokaje. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Tunaelezewa sifa ya mgeni mwingine Yesu. Anasema mimi nalikuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nimekuja na package ya uzima. Anasema sio tu uzima wa kawaida, ni uzima tele. Kwa hiyo yeyote anayemkaribisha mgeni Yesu anakutana na package ya uzima. Kila kitu kwenye mji wake kinakuwa ni uzima. Ndoa inakuwa nzima. Afya inakuwa nzima. Uchumi unakuwa mzima. Akili inakuwa nzima. Vipawa vinakuwa vizima. Kila kitu, biashara, miradi inakuwa mizima. Huyu ni mgeni Yesu. Lakini mtu wa Mungu, nimekwambia wote wanaanzia kwa kuja. Nani umemkaribisha kwenye malango yako? Baada ya kukaribisha, nini kimetokea? Kwa hiyo kuna adui alikuja, mtu wa Mungu. Yeye ndo alizaa uharibifu. Yeye ndo ameiba mambo yako. Yeye ndo ameiba vitu vyako. Yeye ndo ameleta hizo huzuni. Huyu mgeni alipoondoka kwenye bustani ya Eden, kinachosikika ni vilio. Kinachosikika Mungu yuko mbali. Kinachosikika ni uchungu. Kinachosikika ni maumivu. Lakini mwanzo huyu mgeni Yesu aliwaletea uzima. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kinachokutesa ni kwa ajili ya mgeni adui uliyemkaribisha kwenye malango yako. Sasa kuna watu wengine mmezaliwa adui akiwa ndani. Kwa hiyo unakuwa unaona maumivu. Unakuwa unaona kukataliwa. Unakuwa unaona unamilikiwa na vitu usivyovijua. Ndio maana kila ukilala usiku lazima ushtuke umechanwa. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu mkiamka mmechanwa na visu, mmekatwa na viwembe, mnachale mwili mzima. Kuna watu mkilala mkiamka mmechomwa visu. Kuna watu mnalala mkiamka mmeolewa ndoa zisizojulikana. Nini kimetokea? Mwizi. Mwizi. Ngoja nikupeleke mbele, mtu wa Mungu. Dada Krista, naomba nisomee Isaya 42 mstari wa 22. Isaya 42 mstari wa 22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye.
wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, naomba uwe na Biblia yako alafu tufuatane, kwa sababu Mungu amepanga kukurejeshia mambo yako. Amen. Mungu amepanga kukurejeshia vitu ulivyopoteza. Amen. Mungu amepanga kuleta uzima tele kwenye mji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye Isaya 42:22, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote, mtu wa Mungu anasema, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Neno la Mungu linasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Wameibiwa na nani? Adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wameibiwa, wametekwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unakuta umeibiwa kwenye maisha yako. Unakuta umetekwa kwenye maisha yako. Hujui nini kimebadilika ghafla. Hujui nini kilitokea ghafla. Mbona ulikuwa unacheka na aina ya watu fulani? Mbona tu wewe ulitoka ulienda kuwasalimia, unaambiwa wale ndo ndugu zenu? Nini kimetokea nilipoingia kwenye malango yao? Mambo yangu yamefunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uchumi wangu umeharibika. Maisha yangu yamekuwa mabaya. Neno la Mungu linasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Manake watu gani? Wewe mtu wa Mungu, watu wa nyumba yako, watu wa familia yako. Ndio maana kuna mtu wa Mungu sasa hivi ukiangalia familia yako unalia usiku na mchana. Hali ngumu ya maisha. Kila siku unamwambia Mungu, lini utatukumbuka? Lini utabadilisha hali ya baba yangu? Lini utampa mama yangu kicheko? Lini nitaona kaka zangu wakioa? Lini nitaona dada zangu wakiolewa? Vigelegele kwenye malango yetu lini vitasikika? Ukimwangalia kaka ni single father, ukimwangalia dada ni single mother. Unawaza na mimi ndo naenda huko. Nani ametuibia? Neno la Mungu linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Mtu wa Mungu, mmeibiwa. Mtu wa Mungu, mmetekwa. Neno la Mungu linasema hivi, wote wamenaswa katika mashimo. Wote maanake nini? Kwenye familia yenu wote. Neno la Mungu linasema wote. Ndio maana kuna wale watu unasema ukoo wetu wote ni maskini. Ukoo wetu wote tunakufa na aina hii ya magonjwa. Mtu wa Mungu, mwingine unaota ndoto tu ya kwamba unakutana na pepo linaitwa HIV, linakufa. Unaenda kupima, ukumbuki ni wapi ulianguka. Unasema ilikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, umetekwa. Neno la Mungu linasema wote. Maanake nini? Baba, mama, shangazi, bibi, mjomba. Ndio maana ukiangalia chain ya kwenye familia yenu ni mikosi, ni aibu, ni matatizo, ni kukataliwa, ni kufa kabla ya wakati, ni kushindwa, ni madeni, ni baada ya muda fulani ni kufilisika. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linaniambia hivi, wote wamenaswa katika mashimo. Manake nini? Ukoo wenu wote ulipozaliwa umenaswa kwenye mashimo. Ndio maana changamoto ile inakupata, upo shimoni. Anasema hivi, manake hivi, wote wamenaswa katika mashimo, wote wamefichwa katika magereza, wote wamekuwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, wala hapana asemaye rudisha. Kwa nini mtu wa Mungu? Nimekwambia neno la Mungu linasema hivi, Yesu alipokuja alitaka tuwe na uzima wa milele, kisha tuwe na hoteli. Kwa hiyo Mungu anachokitaka aturejeshe, lakini anasema hivi, hapana asemaye rudisha. Ndio maana leo ametuita mtu wa Mungu, kama utaki kusema rudisha kwa sababu umekata tamaa, mimi na Kristo hatujakata tamaa. Amen. Bado tunamwangalia Bwana mbele yetu. Amen. Bado tunalo tumaini mbele yetu. Amen. Bado kuna kitu tunakitaka. Amen. Ndio maana tutasema rudisha mwezi wa 3, tutasema rudisha Jumanne ya leo, Amen. tutasema rudisha Jumanne ijayo, Amen. tutasema rudisha mpaka imekuwa. Amen. Mtu wa Mungu, waliokuja kwenye kongamano niliwafundisha maombi yenye nguvu. Anayeomba kwa bidii anapata matokeo. Manake nini mtu wa Mungu? Kama hiki ndicho anachokifanya mwizi. Na nimekwambia mwizi akija anakuja na vitu amepangana navyo. Anaiba, anaficha, anaharibu, anachinja. Manake nini? Anachokifanya kwako sio kidogo. Haina maana utaomba hapa dakika 5 na dada Melebi kirudi. Mtu wa Mungu, haya ni maombi ya kuomba kwa bidii. Ni maombi ya kuomba endelevu. Amen. Ya kwamba nitasema rudisha mpaka imekuwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, unaona hawa watu wanavyopata tabu kwa sababu mgeni waliompokea alikuwa sio mwema. Walimpokea adui kwenye nyumba zao,
walipokea shetani kwenye nyumba zao. Walipohangaika ndo walienda kwa waganga wakajificha huko. Walipokea marafiki wabaya, wakachukua nywele zao, wakachukua kucha zao, wakachukua nguo zao za ndani, wakapeleka kwa waganga. Waangalia wamekuwa mateka. Ona wako kwenye magereza, ona wako kwenye mashimo, na wanaita kidogo. Mungu anasema hivi, hapana asemaye rudisha, hapana asemaye. Kwa hiyo Mungu akimpata mtu anayesema rudisha, vinarudi. Amen. Ndio maana wanasema kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 1 na wa 2, anasema Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama tuotao ndoto. Walikuwa hawaamini, walikuwa mateka. Waliibiwa, walifichwa kwenye mashimo. Mateka wa Sayuni wapo waliozaa watoto wao wakiwa kwenye mateka. Unadhani nini kilitokea? Waliona nini kwenye maisha yao? Wapo walioolewa wakiwa kwenye mateka. Kwa hiyo unaolewa kwenye mateka, unazaa mtoto kwenye mateka, mjukuu anaolewa kwenye mateka, anazaa mtoto kwenye mateka, ujui uzima. Ndio maana Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima. Amen. Kisha wawe nao tele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo yeyote anayempokea Yesu, uzima tele ndiyo thawabu yako. Ndiyo faida yako, ndiyo fungu lako. Mtu wa Mungu nakwambia hivi, uzima utele utaingia kwenye nyumba yako. Amen. Utaingia kwenye moyo wako. Amen. Chochote ulichoibiwa leo kinarejeshwa. Amen. Leo kinarejeshwa. Amen. Kwa jina la Yesu kinarejeshwa. Amen. Hiwe ni vipawa. Kuna watu Mungu aliwaumba, ameweka vipawa. Ukiangalia nyumbani kwenu mnafanikiwa kwa ajili ya vipawa. Kwa hiyo Mungu anasema nilipowaumba, hiki ndicho nilichokiweka kwenu. Hii ndio baraka niliyoiweka kwenu, lakini haifanyi kazi. Unashangaa. Kwa nini haifanyi kazi? Mtu wa Mungu, kimeibiwa. Nyota imeibiwa. Neno la Mungu linasema hivi, mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Kuna aliyekuja aliiba, mtu wa Mungu. Ndio maana mtu wa Mungu, mpaka leo unaota wewe ni mfanyabiashara mkubwa, lakini hujachukua hatua. Unasema hapana, nilimwona anti alivyokuwa mfanyabiashara. Alikufa kwenye madeni. Najiona kabisa hili deni. Nini kimetokea? Kuna kilichoibwa. Kuna watu mmeibiwa ujasiri. Mmewekewa hofu. Neno la Mungu linasema hivi, sikuwapa roho ya hofu. Roho ya woga sio ya kwenu, bali ya ujasiri, ya kuita Baba, yani Abba. Amen. Mtu wa Mungu, ufanyi chochote. Watu wengine kwenye familia zenu mmewekea roho ya kitumishi, lakini hakuna anayetaka kumtumikia Mungu. Anasema namkumbuka mjomba wangu, alimtumikia Mungu akawa kichaa. Mnaangalia nini? Shetani kuna kitu ameiba. Neno la Mungu linasema ya kwamba alikuwa na kawaida ya kwenda Eden kila saa 9, anaongea na Adam, wanapiga story, wanazungumza mipango yao. Lakini nini kilitokea? Alipoenda mgeni, alipoenda adui, nyoka, aliiba ile fellowship na Mungu. Baada ya pale umuoni Mungu anakuja kwenu. Sio ya kwamba hakujui, sio ya kwamba hakutaki. Kuna kitu kimeibiwa. Ndio maana Yesu anasema nalikuja ili nirejeshe. Amen. Ndio maana ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunarejesha. Amen. Ndio maana nimekwambia huu ni urejesho sehemu ya kwanza. Amen. Maana tutaomba urejesho leo. Amen. Tutakuwa na urejesho sehemu ya pili. Amen. Maana tutamwambia Mungu urejesho. Neno lako linasema hapana asemaye rudisha. Kumbe Mungu, ili unirejesheni seme, mimi nitasema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasubiri ya kurejeshea afya. Kuna watu mmeibiwa afya. Mnaumwa mifupa kwenye familia zenu. Wengine mnaumwa macho. Ni operesheni za macho tu, mtu wa Mungu. Umemwona baba yako akifa kwa kufanyiwa hivyo hivyo. Umemwona mama yako anaumwa hivyo hivyo. Umemwona bibi yako anaumwa hivyo hivyo. Unajua, mtu wa Mungu, nini kitatokea? Na wewe utakuja kuumwa hivyo hivyo. Kama hautampiga huyu mwizi, kama hatutamuondoa huyu adui. Ndio maana tunarejeshewa, mtu wa Mungu. Amen. Kitakachotokea kwako ndani ya mwezi huu, ulimi wako utakuwa na kelele za furaha. Utapata nyimbo za shangwe. Amen. Kwa sababu tumeona siri ya adui. Amen. Anaikuja. Mtu wa Mungu, nani alikuja kwenye maisha yako? Baada ya yeye kuja, ndio hakuna amani. Watu wengine mlitoka mkaenda vioni, mkakutana na wenzenu roommate hawa. Mtu wa Mungu, wametoka nyumbani kwao, wamekabidhiwa manyanga. Usiku unajua wanalala, kumbe wanaruka na ungo, wanaruka na wewe. Tangu ufike huko, ndio tabia mbaya zilipozaliwa. Ujui umezitoa wapi. Shetani ameiba vitu vingi, mtu wa Mungu, hadi nasikia hasira. Ameiba tabia yako
yako njema. Ameiba, mtu wa Mungu, ujui viburi vimezaliwa wapi. Ndani yako kuna mbibi. Ndani yako kuna pepo mwenda wazimu wanavuta bangi, ndio maana anatukana ovyo. Wamekuibia good manners, mtu wa Mungu. Leo tunarejeshewa kila kitu alichochukua. Kila kitu alichochukua. Kila kitu alichochukua. Nakwambia utatengeneza madhabahu kwenye nyumba yenu. Nakwambia utamtengenezea Bwana madhabahu. Amen. Randa kabade. Riko manda bashata ramanda kabade. Nasikia nguvu za Mungu zimenifunika, mtu wa Mungu. Nilikuwa na mfano wa kukupa. Ngoja tuone Mungu ananisaidiaje. Dada Krista, naomba nisomee Yeremia 30 mstari wa 17. Yeremia 30 mstari wa 17. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, maana nitakurudishia afya. Amen. Nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Neno la Mungu linasema hivi, maana nitakurudishia afya. Maanake nini, mtu wa Mungu? Ili kuwepo afya, ila kuna mwizi aliyeiba. Ndio maana Mungu anapokuja anasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako. Amen. Kwa hiyo nini shetani amefanya? Nini adui amefanya? Nini mchawi amefanya? Nini mapepo kimefanya? Nini watu wabaya wamefanya? Mtu wa Mungu, wamekupa majeraha. Wamekupa, mtu wa Mungu, wa uchungu. Wamekupa vidonda. Kuna mwingine unasema sitaki ndoa tena. Umeenda kutupa na watoto. Kuna mwingine unasema sitaki kazi tena. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya kwanza walinitenda vibaya. Mtu wa Mungu, aliyekutenda vibaya ni shetani. Ulikutana na bosi ambaye ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu mlikuwa na akili, mna ujasiri wa kusimama mbele za watu na kuzungumza vizuri, mkakubalika. Lakini siku moja uliposimama ukakutana na shetani mbele yako, aliyekuwa anakusikiliza, akaona uwezo wako, akakomenti vibaya. Tangu siku ile ule ujasiri uliibiwa. Mungu anasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako. Amen. Nini kilitokea? Una maumivu, una majeraha. Mungu akikuangalia unavuja damu. Mungu akikuangalia una vidonda. Mungu akikuangalia una uchungu. Mtu wa Mungu, mawazo mema hayazaliwi ndani yako. Kila ukikaa unawaza kufa, unawaza ubaya. Majina unayompa Mungu, jirani tukikusikia tutakimbia. Nini? Ni jeraha. Nani kaleta? Shetani. Ulikutana na mtu sio sahihi. Kuna dada unanisikiliza leo, ulikutana na mwanaume ambaye sio sahihi. Sio ya kwamba Mungu hawazi ndoa njema kwako, hapana. Ulikutana na shetani. Alichokifanya kakuumiza, kaleta jeraha kwenye moyo wako, kakuaibisha, kaenda nyumbani kwenu, kajitambulisha, kakubeba kwa marafiki zake, na wewe moyo wako ulivyokuwa mzuri ulimposti kila mahali, alafu amekukimbia. Ona kitu ambacho unacho. Marafiki ulionao wanafanya vile vile, wanakucheka. Kwa hiyo moyo wako umejeruhika, unasema sitaki kuolewa tena. Hapana, sio mpango wa Mungu. Ulikutana na mwizi. Neno la Mungu linasema hivi, Eva, mtu wa Mungu, na Adam walikuwa wanaishi wawili. Walikuwa kwenye nyumba yao, kwenye mji mzuri ambao Bwana aliwabariki. Mungu aliwapa afya, mtu wa Mungu. Mungu aliwapa mema. Lakini siku moja wakapata mgeni. Sema mgeni. Mgeni. Huyu mtu wa Mungu, huyu mgeni alikuwa ni adui. Alikuwa mwizi. Hivi unaelewa? Leo Eva, Mungu amsaidie awepo hapa, akisikia mgeni atakukaribisha. Hata wewe nenda na neno la Bwana aje, anamjua. Manake nini? Tangu apokee mgeni yule, maisha yake yaliharibika. Lakini haina maana hakuna wageni waliombeba Kristo, ila yule aliyeenda alikuwa adui. Neno la Mungu linasema hivi, mwizi haji. Manake mwizi huja ila kuiba, kuchinja na kuharibu. Ameunganisha. Mwizi haji ila kuiba na kuchinja na kuharibu. Anakuja full package. Hiyo ndio sifa ya mwizi. Mtu wa Mungu, umekutana na watu waliokuchinja. Umekutana na watu waliokuharibu. Umekutana na watu waliokuibia. Baada ya hapo huna furaha tena. Huna furaha. Neno la Mungu linasema hivi, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye.
Nilikuonyesha kwenye Zaburi ya 126 mstari wa kwanza, ile siku Bwana alipowarejeshia mateka wa Sayuni. Unaona huku Sayuni walikuwa wanasema hapana utakaye, hapana, lakini Bwana aliwataka, Bwana aliwaona, Bwana aliwafata, akasema na warejesha. Sayuni wenyewe walikuwa hawaamini. Mateso yalikuwa makali. Maumivu yalikuwa makali. Tumaini lilipotea. Ndio maana wanasema ile siku ilikuwa kama tuotao ndoto. Ndio maana Mungu anakuambia, angalia Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Mtu wa Mungu, Mungu atakurejeshia kutaka. Mungu atakurejeshia kutafutwa. Mungu atakurejeshia kupendwa. Mungu atakurejeshia marafiki. Mungu atakurejeshia kukubalika. Mungu atakurejeshia, mtu wa Mungu. Ilikuwa leo nikupeleke kwenye mfano wa kwanza, lakini naona muda wetu umeenda. Ila naona nimeanza vizuri, mtu wa Mungu. Nilitaka nikutengenezee msingi, nikuwekee foundation, unielewe kwa nini tunaomba maombi ya urejesho. Na ni kwa nini Mungu anakurejeshia. Anasema Bwana aliwarejesha mateka ya Sayuni. Ni Bwana. Na hapa nimekusomea, mtu wa Mungu, kwenye Yeremia 30:17, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya majeraha zako, asema Bwana. Bwana amesema. Haya ni maombi ya urejesho. Kwa hiyo anakurejesha, asema Bwana. Sisemi mimi, amesema Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutarejeshwa. Afya iliibiwa itarejeshwa. Tumaini liliibiwa litarejeshwa. Moyo uliochanwa, Mungu ndani ya mwezi huu ataubadilisha moyo wako. Atakupa moyo mzima. Mtu wa Mungu, tangu ulipopewa habari, kwa habari ya familia yako, kwa habari ya maisha yako, zile habari ndio zilikuingiza kwenye magonjwa ya pressure. Ndio zilikuingiza kwenye magonjwa ya kutetemeka. Ile habari ilikuja na nani? Na Shetani. Neno la Mungu linasema, Mungu akauliza, ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Na ni nani aliyesadiki habari iliyoletwa? Mkono wa Shetani amefunuliwa nani? Kuna watu wameletewa habari na mapepo. Baada ya pale mkono wa Shetani ukafunuliwa kwao, ndio mwanzo wa madeni kuingia. Nani aliyekushauri ukakope mikopo? Tangu umekopa hiyo mikopo, wewe ni mtu wa madeni. Nani alikuingiza kwenye hiyo mikopo? Nani aliyekushauri wewe kufungua hiyo biashara? Nani aliyekushauri hilo ulilofanya? Maanake unalia, mtu wa Mungu, limezaa jeraha. Neno la Mungu linasema Mungu sio muongo. Mungu ni Mungu anayetupenda. Alipoona tumepoteza, Yesu akaja. Anasema na alikuja. Yesu anasema na alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hii ni sifa ya Yesu. Hakuwa na maneno mengi. Anasema nilikuja mimi, Yesu, nilileta uzima. Manake nini, mtu wa Mungu? Yesu alileta uzima. Kitu gani unachokiangalia kwako kimekufa? Manake Yesu amepungua. Lakini anasema nalikuja ili wawe na uzima. Ili wawe na uzima. Manake Yesu unayempata sifa yake ni uzima. Package yake ni uzima. Tena anasema sio uzima tu, uzima tele. Tele. Manake unapompata Yesu unapata fellowship na Yesu. Manake unapata tabasamu na Yesu. Manake unapata uzuri wa Yesu. Manake unapata uchumi wa Yesu. Manake unapata vipawa vya Yesu. Manake unapata mke, mume wa Yesu. Mtu wa Mungu ana uzima. Manake kila kitu chako utakachokiangalia kina uzima. Nani aliyekuja kwako mambo mabaya yakazaliwa? Tangu alipokuja huyu mgeni mwizi, ndio migogoro kwenye ndoa yako ilipozaliwa. Ndio migogoro kwenye familia yako ilipozaliwa. Ndio migogoro kwenye ukoo wenu ilipozaliwa. Ndio migogoro kwenye uchumi wako ilipozaliwa. Ndipo ulipoanza kupoteza na kupoteza. Neno la Mungu linasema, maana nitakurudishia afya. Ndiyo siku ile afya iliondoka. Nani alikuja? Yesu anasema nimekuja ili wawe na uzima. Kisha wawe na tele. Sehemu ya pili, mtu wa Mungu, tutaanza kutembea kwenye mifano, nitakuonyesha. Lakini nataka nikueleze kitu hiki, unisikilize. Ndani ya mwezi huu Mungu anarejesha. Ndani ya mwezi huu Mungu anarejesha. Ndani ya mwezi huu Mungu anarejesha. Neno la Mungu linasema, Bwana alipoarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Mungu anakurejesha wewe uliyetekwa. Mungu anakurejesha wewe uliyeibiwa. Mungu anakurejesha wewe uliyeacha. Yesu anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamefichwa katika magereza. Wote wamekuwa mawindo, wala hapana uko hai.
wamekuwa mateka wala hapana asema irudisha. Lakini Yesu amekuja, mtu wa Mungu. Amekuja kurudisha ulichopoteza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyosha mikono yako mahali ulipo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakupenda. 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 Ninakushukuru. Ninakushukuru. Ninasema asante. Ninasema asante. Kwa ajili ya furaha. Kwa ajili ya furaha. Kwa ajili ya uzuri. Kwa ajili ya uzuri. Kwa ajili ya kunipenda. Kwa ajili ya kunipenda. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Mimi mwanao. Mimi mwanao. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Niko hapa. Niko hapa. Niko hapa. Niko hapa. Nione. Nione. Nisikie. Nisikie. Niangalie. Usiku huu ninakupokea moyoni mwangu. Wewe Yesu uliyekuja na uzima kisha niwe nao tele. Ingia ndani yangu kwa upya. Ganga moyo wangu. Ponya majeraha yaliyo moyoni mwangu. Nisaidie. Niokoe. Nirejeshe furaha ya wokovu. Nirejeshe tumaini la maisha. Nirejeshe Eden ulionitengenezea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninamkataa kila mgeni aliyeingia kwenye malango yangu. Kila mgeni, kila adui ambaye ni mwizi na sikumjua. Usiku wa leo muondoe moyoni mwangu, kwenye maisha yangu, kwenye imaya yangu, kwenye ardhi yangu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naungama dhambi zangu. Ninaomba toba na rehema kwa jambo lolote lililosababisha nikakuacha wewe, nikaambatana na huyu mgeni ambaye ni adui, ambaye ni mwizi na akaiba ulionipa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema zako kwa damu ya Yesu. Nirehemu usiku wa leo. Nirehemu kwa damu ya Yesu. Rehemu maisha yangu. Rehemu maisha yangu. Rehemu familia yangu. Rehemu uzao wangu. Rehemu mume wangu. Rehemu mke wangu. Rehemu watoto wangu. Ninaomba rehema hiyo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Jambo lolote lililoniweka mbali na wewe usiku wa leo, nirehemu ili unirejeze furaha ya wokovu wako, ili unirejeze ninapotakiwa kuwa. Kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Mungu, omba rehema hiyo kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako nikiwa na damu ya Yesu, nikiomba toba na rehema, Bwana. Nikiomba toba na rehema, Bwana. Baba, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Baba, ninatubu kwako. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Pale nilipokosea. Pale nilipokosea. Nikafungua mlango. Mgeni akaingia. Mgeni ambaye ni mwizi. Mgeni ambaye ni mwizi. Baba, unisamehe. Baba, unirehemu. Baba, unirehemu. Baba, unirehemu. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Yesu unirehemu. Yesu unirehemu. Ndani ya uwezi wa urejesho. Unirehemu na kunirejesha. Unirehemu na kunirejesha. Unirehemu na kunirejesha. Unirehemu na kunirejesha. Unirehemu mahali pale nilipokuacha wewe, nikaambatana na yule mgeni ambaye alikuja ili kunibia yale ulionipa. Yesu nirehemu. Yesu nirehemu. Yesu nirehemu. Maana neno lako linasema Bwana, sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Nami ninajua nimetenda dhambi kwa kumpokea yule mgeni ambaye alikuwa mwizi. Nami Bwana, kwa kujua hilo, ninatubu kwako kwa damu ya Yesu. Ninatubu kwako kwa damu ya Yesu. Ninatubu kwako kwa damu ya Yesu. Leo narejea. Leo narejea. Leo narejea. Narejea kwako wewe ambaye ulikuja kwangu ili mimi niwe na
uzima, tena niwe nao tele. Na mimi nasimama kwenye neno lako, napokea uzima, napokea uzima, napokea uzima, nakupokea wewe moyoni mwangu, nakupokea wewe maishani mwangu, nakupokea wewe kwenye njia yangu, nakupokea wewe Bwana Yesu Kristo, nakupokea wewe, nakupokea wewe, nakupokea wewe, nakupokea wewe, nakupokea wewe kama mgeni kwenye malango yangu. Karibu Yesu, karibu Yesu. Wewe umesema uko malangoni, unabisha hodi, unabisha hodi. Yeye utakayesikia na kukufungulia utaingia na kukaa kwake. Yesu wangu, mimi leo nimekusikia unabisha hodi, unabisha hodi, na ninafungua moyo wangu kwa damu ya Yesu. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, nyumbani kwangu. Kaa nami, kaa nami, kaa nami. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu. Rapataya, rapataya, rapataya. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu. Nakupokea, nakupokea moyoni mwangu kwa damu ya Yesu. Nakupokea moyoni mwangu kwa imani, kwa imani kwa damu ya Yesu. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu. Ukae kwangu. Karibu Yesu. Kila mgeni aliyekuja mbali mwizi, rehema baba yangu, rehema baba yangu, rehema baba yangu, kwa damu ya Yesu. Unirehemu Yesu, unirehemu Yesu, unirehemu Yesu, unirehemu Yesu. Unisamehe, unisamehe kwa kukuacha wewe nje na kumpokea mgeni adui, mgeni mwizi akaniibia yale ulionipa. Nirehemu Yesu, nirehemu Yesu, nirehemu Yesu, nirehemu Yesu, nirehemu Yesu, nirehemu Yesu. Rapataya, rapataya, rapataya. Lakini leo nakupokea, nakupokea, nakupokea. Karibu Yesu malangoni kwangu, karibu Yesu kwenye mji wangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu. Nakupokea, nakupokea, nakupokea. Njoo kwangu, njoo kwangu, ingia kwangu, ingia wewe na uzima wako, ingia wewe na uzima tele kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ile agano, ile agano tulioamriwa kuitumia kwa nyakati hizi, na ninatumia damu ya Yesu kumuondoa yule mgeni, yule mgeni. Toka nje, toka nje, toka kwangu, toka kwangu, toka adui, toka mwizi, toka, 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 ondoka, nenda, ondoka, toka, ondoka, toka, 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 toka. Katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa ajili ya rehema zako. Kwa ajili ya rehema zako. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Ninaomba. Unirehemu. Unirehemu. Unisaidie. Unisaidie. Uniponye. Uniponye. Uniokoe. Uniokoe. Unirejeshe. Unirejeshe. Ujana wangu. Ujana wangu. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Chochote. Chochote. Kilichoharibika. Kilichoharibika. Chochote. Chochote. Kilichoibiwa. Chochote. Kilichochinjwa. Kilichochinjwa. Chochote. Kilichouawa. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Ninaomba. Unirehemu. 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 Unisaidie. Kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo. Usiku wa leo. Nimebeba sadaka yangu. Mbele zako. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba. Uzipokee. Ninaomba. Uzitakabali. Ninapoomba. Ombi hili. La urejesho. Siombi. Maneno matupu. Ninakuja. Na sadaka. Neno lako. Linasema. Unaweza. Kunyamazia maombi. Lakini. Haunyamazii. Sadaka. Usiku wa leo. Ninaweka sadaka hii kwenye madhabahu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaita urejesho. Kwenye maisha yangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila kitu nilichopoteza usiku wa leo kinarejea.
Neno la Mungu linasema kwenye Isaya 42:22, lakini watu wao ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawingu, wala hapana haokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye. Rudisha. Usiku wa leo ninasema rudisha. Wewe adui, wewe mwizi, wewe shetani, rudisha maisha yangu kwa damu ya Yesu, rudisha uchumi wangu, rudisha ndoa yangu, rudisha afya yangu, rudisha uzima wangu, rudisha vipawa vyangu, rudisha familia yangu kwa jina la Yesu, ninasema rudisha. Nakamanda kabade, paza hiyo sauti ya rudisha. Baba, katika jina la Yesu ninasema rudisha usiku wa leo, ninasema rudisha kwa jina la Yesu, ninarudisha chochote kilichoibiwa, ninarudisha chochote kilichoharibiwa, naotosha tena, ninatamka kinachipuka, ninarudisha ujana wangu, ninarudisha uchumi wangu, ninarudisha amani yangu, ninarudisha kwa jina la Yesu, ninarudisha kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, ingia ndani yangu, ninaomba unisamee dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Namkataa shetani, namkataa mwizi, namkataa adui na kazi zake zote na mambo yake yote. Ninajitoa kwako Mungu wangu, uwe Bwana wangu, nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu hata nitakapokufa, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kwa kusema maneno hayo, basi utakuwa umeokoka na utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869, 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, basi utatupigia kwenye hizo namba zote, tutapokea na tutakuunga kwenye magrupu yetu, na Mungu akubariki sana. Endelea kujiandaa na kongamano lijalo, tutalitangaza muda sio mrefu sana, na uweze kuja mtu wa Mungu. Lakini pia hakikisha unaomba haya maombi ya urejesho, sio mara moja. Utauona mkono wa Mungu na Mungu akubariki sana. Tutaendelea na maombi ya urejesho sehemu ya pili. Asante.